وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وإمامنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد بن عبد الله الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات والنور صلاة دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور، وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بما علمنا، وأعنا على تفهيم ما فهمنا، وهب لنا علما نافعا يبلغنا رضاك، وعملا زاكيا يكون عدة لنا يوم اللقاء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Ndugu zangu Waislamu, tukiendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an, ikiwa leo ni siku ya pili tokea darasa hili lianze jana, tunaendelea kutabaruk na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa bado tumo mwanzoni mwa suratul Maida, sura ambayo imekusanya sehemu kubwa ya ahkam ash-shar'iyya. Jana tulisimama katika aya ya 3 isemayo hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. والدم nameharamishiwa kula damu. Tulisema jana damu inayokusudiwa hapa ni ile damu inayochuruzika. Walahmu khinzir ay walahmul khinzir, na mmeharamishiwa kula nyama ya nguruwe. Leo vijana wengi wa Kiislamu kwa ujinga na kuwa mbali na Uislamu wanakula nyama ya nguruwe wakidhani ndiyo ujana, lakini Qur'ani imeharamisha. Kuna sababu kadhaa za kiafya ambazo wataalamu wa afya wanasema kwamba katika nyama ya nguruwe kuna bakteria ambazo haziwezi zikafa kwa kupikwa. Hata kama utaichoma ukaipika, bado bakteria hawa wanaendelea kuwepo katika hii nyama. Lakini pili, wanasema mtu yoyote mwenye tabia ya kula nyama ya nguruwe anakosa aibu, anakuwa hana haya. Kwa hizo ni sababu, lakini hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala imetaka kuharamisha nyama ya nguruwe. Wama uhilla li ghayri llahi bihi, na ni haramu kula kilichochinjwa
lisilokuwa la Allah subhanahu wa ta'ala. Walmunkhaliqa, ni haramu kula mnyama aliyejinyonga. Sawa sawa amejinyonga yeye mwenyewe, kwa mfano labda alifungwa kamba katika ile namna ya kutafuta nyasi, kamba ikamkaba mpaka akafa, au alinyongwa na mwanadamu. Wanasema kabla al-Islam Makuraishi walikuwa na tabia ya kuwanyonga wanyama alafu wanawala. Sasa mnyama aliyenyongwa ni haramu kuliwa. Walmawqudha, na mnyama aliyepigwa mpaka akafa. Almawqudha bimaana almadruba, aliyepigwa ima kwa kutumia bakora au jiwe au chochote kile mpaka uhai wake ukamalizika. Mnyama huyo jana tulisema hafai kuliwa. Walmutaraddiyatu, na mnyama aliyedondoka kutoka juu, ima juu ya mlima au alipita pembezoni mwa kisima akadumbukia akafa, tunasema mnyama huyo ni haramu kuliwa. Walnatihatu, na mnyama aliyepigwa pembe. Wama akala sab'u, na ni haramu kula mnyama aliyeliwa, sehemu yake imeliwa na mnyama mkali. Kwa maana ameliwa na mnyama mkali ukamkuta amekufa, huyu ndiye haramu kuliwa. Lakini kama aliliwa na mnyama mkali ukamdiriki akiwa hai ukamchinja, huyu anafaa kuliwa. Na ndio maana Qur'ani ikadiriki Allah kusema illa ma dhakaitum bi, isipokuwa yule ambaye atakayemwahi kumchinja. Ikiwa aliliwa na mnyama mkali lakini ukamkuta bado yuko hai ukamwahi kumchinja, huyo analiwa. Wama dhubiha ala nusubi, pia ni haramu kula mnyama aliyechinjwa kwenye masanaa. An-nusub ni mawe yaliyokuwa yamewekwa na kuandaliwa kwa ajili ya kutabaru na kwenda kufanya ibada mbalimbali. Waarabu walikuwa wanachinja kwenye mawe haya. Kwa hiyo chinjo hili ni haramu kuliwa. Sasa sio mawe tu, hata kama watu watakuwa wana eneo, labda kuna mti fulani mkubwa wanaotukuza na wanaona kwamba wanyama wao hawachinji isipokuwa hapo, kwa kudhani kwamba pana baraka na heri, basi mnyama atakayechinjwa eneo hilo atakuwa ni haramu kuliwa. Wama dhubiha ala nusub, hiyo ni dhikru khas au dhikru juz'i wa iradatu kulli. Imetajwa an-nusub, lakini kinaingia hapo kila kitakachotengenezwa iwe ni sehemu ya kwenda kuchinjia wanyama, utabaruku hapo, utafuta heri hapo, sehemu hiyo itakuwa mnyama atakayechinjwa ni haramu. Allah anaendelea kusema wa antastaqsimu bil azlami, pia ni haramu kutafuta mjao kwa kupitia rabi. Kusema al-azlam ni kura. Istifsar maana yake tunataka kujua kwamba hapa pana kheri katika hii safari. Je, katika hii ndoa kuna kheri au kuna shari? Unatazama na hapa inaingia mpaka kutazamia kwa kupitia nyota. Unaangalia nyota ya huyu binti, ninataka kumuoa, je ikoje? Hiyo ni haramu. Usafiri mpaka kwanza utazamie safari hii ina kheri au ina shari, ni haramu. Allah anasema dhalikum fisqun, hayo kwenu nyinyi ni kutoka nje ya taa. Neno fisqun maana yake ni al-khuruju an taa. Al-khuruj an taati Allah ni kutoka nje ya taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tulisimama hapo jana. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema al-yawma ya'isa alladhina kafaru, al-yawm, kuanzia leo,
fathi Makkah, baada ya kuikomboa Makkah, makafiri walikata tamaa tena, hawakuwa na matarajio ya kuwadhibiti na kuwamiliki Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma, tokea leo. Wanasema hiyo al-yawma ni mansubun bi naz'i al-khafd, imetiwa nasbi kwa sababu ya kuondolewa min al-yawm. Asili yake ilikuwa ni hiyo al-yawma, min al-yawm, kuanzia leo, kutokea leo. Ya'isa alladhina kafaru min din, wamekata tamaa wale waliokufuru kutokana na dini yenu, hawataweza tena kuwarudisheni katika ukafiri. Tukisoma katika sira, Makuraishi walikuwa wanawaadhibu masahaba wanaosilimu ili warudi kwenye kufuru na ushirikina, lakini baada ya Fath Makkah, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukomboa mji wa Makkah na kuufanya Darul Islam, tamaa na matumaini ya makafiri yalikatika pale. Na ina maana kwamba imani ya kweli inavunja matumaini ya makafiri. Matumaini ya makafiri yanapatikana kwa watu ambao imani yao inarejareja, imani yao haina yakini. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma, leo, ya'isa alladhina kafaru min dinikum, wamekata tamaa wale waliokufuru katika dini yenu. Ali kwa maana inqata'a tama'ul kafirina minkum, imekatika tamaa ya makafiri kwenu nyinyi. Wa ya'isu an tarji'u an dinikum, na wamekata tamaa kuwarejesheni na kuwatoa katika dini yenu. Wameshindwa, hawawezi tena. Qala Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, akifasiri aya hiyo al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum, anasema ya'isu an tarji'u ila dinikum abada, makafiri wamekata tamaa nyinyi kurudi katika dini yenu milele. Na hii ina maana kwamba muumini wa kweli hawezi akaitaki. Mtu yote aliyeshikamana na Uislamu kikweli kweli, akawa imani yake ni ya kweli, ni vigumu mtu huyu kumtoa katika dini yake. Allahumma, labda kama atakuwa amelazimishwa akashikiwa upanga, lakini si kwa njia ya kawaida. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum, leo wamekata tamaa makafiri. Hilo ni katazo, na katazo linafidisha uharamu. Kumuogopa kafir ni haramu. Ndio maana Allah anasema fala takhshawhum, msiwahofu na kuwaogopa makafiri. Wakhshawni, na niogopeni mimi. Ay la takhafu mushrikina, msiwahofu washirikina. Wala tahabuhum, na wala msiwaogope. Wakhafuni ansurukum, niogopeni mimi, Allah nitawapeni ushindi. Wakhafuni, nikhofeni mimi, niogopeni mimi. Ansurukum alaihim, nitawapa ushindi dhidi yao. Wa aj'alakum fawqahum fi dunya wal akhirah, na nitawafanyeni muwe juu yao duniani na akhera. Hii ndio maana ya Allah kusema fala takhshawhum, msiwahofu mushrikina, msiwaogope washirikina. Wakhshawni, na niogopeni mimi tu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma, leo, akmaltu lakum dinakum, nimewakamilishieni dini yenu. Maneno haya aliyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile ya Hajjatul Wadaa, katika hija ya kuaga, aliposimama katika viwanja vya Arafa baada salati al-asri,
alitoa hutuba ndefu, ndipo ikateremka aya hii, al-yawma akmaltu lakum dinakum, tokea leo nimewakamilishieni dini yenu. Akmaltu lakum sharia, nimewakamilishieni kwenu nyinyi sheria. Bibayani alhalali walharam, kwa kufafanua halali na haram. Na ulama wanasema aya hii iliteremka Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuhamia Madina, kwa sababu faradhi nyingi zilifaradhishwa Madina. Haikuteremka Maka, kwa sababu Maka kulikuwa na faradhi moja tu ya sala, zaka, swaumu, haji. Hizi zimefaradhishwa Madina. Baada ya kukamilika ibada hizi, ndipo ikateremka aya hii, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni dini yenu. Neno dini limefasiriwa ash-sharia, nimekamilisha kwenu nyinyi sheria na nikafafanua halali na haram. Ndio maana ya akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema zangu. Wa atmamtu alaykum, na nimetimiza juu yenu ni'mati, neema zangu, bil hidayah, kwa kuwapeni uongofu, wa tawfiq, na kuwafikisheni ila aqwami tariqi, kwenye njia iliyo sawa sawa, kwenye njia iliyonyoka mno. Na njia iliyokusudiwa hapa ni al-Islam. Wa raditu lakum al-Islam dina, na nimewataulieni. Wa raditu lakum al-Islam dina, na nimewateulieni kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Wa raditu, aina nimewaridhieni, ay raditu lakum, nimewaridhieni. Wa raditu lakum al-Islam, na nimewaridhieni kwenu nyinyi Uislamu dina, kuwa ndio dini. Kwa hiyo dini iliyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Na ndio maana katika aya nyingine Allah alisema, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu, na yoyote yule atakayefanya kisichokuwa Uislamu akafanya dini nyingine, falan yuqbala minhu qattu, hatukubaliwa dini hiyo. Dini yoyote isiyokuwa Uislamu, dini hiyo haikubaliwi. Kwa hiyo Allah anasema, wa raditu lakum al-Islam dina, na nimewaridhieni Uislamu kuwa ndio dini. Kwa maana ikhtartu lakum al-Islam, nimewateulieni na kuwachagulieni Uislamu dina, kuwa ni dini, min baini al-adyan, kati ya dini zingine. Na hii aya inataka kusema kwamba dini zipo nyingi, dini zipo nyingi sana, lakini dini aliyoiteua Allah subhanahu wa ta'ala, dini aliyoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Ukimkuta mtu akasema ana dini yake, usimkatalie, lakini umwambie tu kwamba dini hiyo hakuiridhia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tunasoma kule, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Mtume anawaambia, nyinyi mna utaratibu wenu na dini yenu, na mimi nina dini yangu. Dini yangu haifanani na dini yenu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa raditu lakum al-Islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ni dini. Ikhtartu lakum, nimewateulieni al-Islam, nimewateulieni Uislamu dina, kuwa ni dini, min baini al-adyan, kati ya dini zingine. Wa huwa dinul mardi, na Uislamu ndio dini iliyoridhiwa.
alladhi, ili ambayo la yaqbalu Allahu dinan siwahu, Allah hataikubali dini nyingine isiyokuwa Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala kule nyuma ametukataza kula mzoga, amekataza kula damu, amekataza kula nyama ya nguruwe, amekataza kula wanyama walionyongwa au kujinyonga, waliopigwa na pembe, waliodondoka kutoka juu. Lakini hapa Allah anasema famanidhurra fi mahmasati, yoyote yule atakayelazimika kutokana na njaa. Idhrar ni kulazimika, kuzidiwa, hana namna ya kupata chakula. Famanidhurra, yoyote yule atakayepatwa na njaa. Famanidhurra fi mahmasati, yoyote yule atakayeshikwa na kupatwa na njaa kubwa na hana namna ya kupata chakula, ghaira mutajanifin liithmi, basi na kupendelea kufanya dhambi. Amefikwa na njaa, amesafiri, chakula alichobeba kimemwishia, yupo katika hali ngumu kiasi ambacho anaweza akapoteza uhai wake kwa sababu ya njaa. Sasa Allah anasema ikiwa mtu anifilithmi, basi na kupendelea kutenda dhambi, fa inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ila al-ithmi, si mwenye kufanya dhambi, wala mutaamidin, na wala si mwenye kufanya maksudi katika kula hiyo mizoga. Fa inna Allaha la yu'akhidhuhu bi aklihi, Allah hatamuadhibu kwa kula kwake. Mtu aliyeshikwa na njaa kiasi ambacho hana namna, endapo atakapokuwa hakula hicho kilichoharamishwa atapoteza uhai. Kinachoangaliwa hapo, kuna kitu kinaitwa na watu wa sheria akhafu dhararaini. Tunaangalia madhara mawili, lipi dhara lililokuwa jepesi: kula nguruwe, kula mzoga na kupoteza uhai. Madhara gani yaliyokuwa mepesi? Kile kilichokuwa chepesi kitafanyika, na hapa chepesi ni kula nyama aliyekufa mwenyewe au kula nyama ya nguruwe ili kuulinda uhai. Kuupoteza uhai ni madhara makubwa. Kuulinda uhai kwa kula nyama ya nguruwe au kula mzoga, madhara yake ni mepesi. Na wanasema wataalamu, ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, dharura zinahalalisha yaliyoharamishwa. Dharura, tunajua kwamba kula mchana wa Ramadhani ni haramu, lakini mtu yusafari, ni msafiri, mtu ni mgonjwa, ugonjwa ni dharura inayompelekea aruhusiwe kula mchana wa Ramadhani. Safari ni dharura inayompelekea aruhusiwe kula mchana wa Ramadhani. Ndio maana ya kusema ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, dharura zinahalalisha yaliyokuwa haramu. Kuswali aliyokuwa mtu amekaa mzima, afya anayo, ni haramu, lakini akiwa na matatizo, uharamu unaondoka, anaruhusiwa kuswali hali ya kuwa amekaa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa anatuonyesha huruma yake. Pamoja ya kuwa ameharamisha kula mzoga, kula nyama ya nguruwe na kula wanyama hawa wengine waliotajwa, lakini mtu kama atakuwa ameshikwa na njaa, hana namna ya kufanya, lazima ale nguruwe, ale nyama mfu, sheria inaruhusu. Ndio maana ya kusema famanidhurra fi mahmasatin, yule atakayezidiwa na kupatwa na njaa, ghaira mutajanifin liithmi, basi na kupendelea kufanya dhambi, hali kwa sababu ya shauku, kwa sababu watu wanakula ndiye anakula. Na wanasema wanachuoni, ulaji wenyewe ni ule ulaji kiasi ambacho kitakachokuwa njaa ile imeondoka, asile tena akaweka na akiba, akabeba, akachoma nyingine
kusafiri nayo, ni kula kiasi tu cha kufanya uhai uendelee kuwepo. Hii ni maana ya Allah kusema fa inna Allaha ghafurur rahim, basi hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, mwenye huruma. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema yasalunaka madha uhilla lahum, wanakuuliza ya Muhammad, kitu gani kilichohalalishwa kwao katika vyakula. Yasaluna, wanakuuliza ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madha uhilla lahum, kitu gani kilichokuwa halali kwao katika vyakula na vinywaji. Ayasalunaka ya Muhammad, wanakuuliza watu wako ewe Muhammad, malladhi uhilla lahum, kitu gani kilichohalalishwa kwao, min almata'imi, miongoni mwa vyakula, wal maakil, ni atuba ya mata'im, maakil maana yake ni moja. Kitu gani kilichohalalishwa kwao katika vyakula. Qul, waambie, uhilla lakum at-tayyibat, mmehalalishiwa kwenu nyinyi vilivyo halali. Neno at-tayyibat maana yake ni al-halal, mmehalalishiwa kwenu nyinyi vilivyokuwa halali. Neno tayyibat, kila kizuri ni kila kilichokuwa halali, na kila kilichoharamishwa ni kibaya kwa lugha ya Qur'an. Hata kama mtu atakiona ni kizuri, lakini muda wa kuwa kimeharamishwa ni kali, anakunywa uchafu, hata kama yeye mwenyewe anaona anakunywa kilichokuwa kizuri. Hivyo maana ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema qul uhilla lakum at-tayyibat, waambie mmehalalishiwa kilichokuwa kizuri. Wama 'allamtum min al-jawarihi, na kile kilichokamatwa, na mmehalalishiwa kilichowindwa na wale wanyama wakali mliowafundisha. Mbwa aliyofundishwa akamkamata mnyama pa swala na wanyama wengine, mnyama huyo ni halali kuliwa. Wama 'allamtum min al-jawarih, wa halala lakum sayda ma 'allamtum. Neno wama 'allamtum maana yake wa ahalla lakum sayda ma 'allamtum, na Allah amewahalalishieni mnyama aliyewindwa na wale wanyama uliowafundisha, min al-jawari, katika wanyama wakali. Ina maana sheria inaruhusu kusaka wanyama kwa kutumia mbwa. Mbwa unaweza ukaenda naye porini akasaka wanyama, akakamata mnyama atakayekamatwa na huyo mbwa, mnyama huyo ni halali kuliwa. Na hapa ametajwa mbwa, lakini inakusudiwa kila mnyama mwenye sifa ya kukamata mnyama mwingine, lakini kwa sharti awe mnyama huyo amepata mafunzo, amefundishwa. Akiambiwa kamata, anakamata; akiambiwa acha, anaacha. Na hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha siri kubwa kati ya mwenye elimu na asiyekuwa na elimu. Mbwa mwenye taaluma ni bora kuliko mbwa asiyekuwa na elimu. Kwa hiyo elimu imepewa thamani kubwa kiasi ambacho hata katika sheria huruhusiwi kula mnyama aliyekamatwa na mbwa yoyote yule. Sharti mbwa huyo awe na elimu. Na ndio maana kuna khilafu kwa wanachuoni, umemruhusu na kumtuma mbwa kumkamata mnyama, amekwenda amemkamata, ukifika pale unawakuta wanyama wawili, mbwa wawili, je, mnyama huyu unaruhusiwa kula? Sheria inasema hapana.
maana hatujui hawa mbwa kati ya huyu muallama, mbwa aliyefundishwa, na huyu mbwa mwingine uliyemkuta hapa, ni mbwa gani aliyemkamata huyu mnyama. Kwa kuwa kuna mbwa wawili waliomshikilia mnyama mmoja, tunasema kwamba mnyama huyo atakuwa hafai kuliwa, kwa sababu ya kutokujua ni mbwa gani aliyemkamata mnyama huyo. Kwa hiyo Allah anasema, ambayo ima anaweza akawa ni sehemu ya ulinzi, lakini pia anaweza mbwa akatumika kuwa ni sehemu ya kuchungia wanyama na kuwakinga na wanyama wengine ambao watakaotaka kuwashambulia wanyama hao. Na kuna khilafu kwa wanachuoni wa fiqh, ikiwa sheria imeruhusu kumla mnyama atakayewindwa na mbwa, je, mbwa ni najisi sio najisi? Kuna khilafu kubwa. Imam Shafi'i yeye anamzingatia kwamba mbwa ni najisi na ataendelea kuwa najisi hata kama itakuwa mbwa huyo amefundishwa namna ya kuwinda. Lakini maimamu wengine wanaona kwamba mbwa sio najisi ikiwa mtu ameruhusiwa kula mnyama aliyewindwa na mbwa, maana yake mbwa si najisi. Hii ni khilafu iliyo kwa wanachuoni rahimahullah ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, tuallimunahunna, mnawafundisha wanyama hao, mimma allamakumullah, kutoka katika kile alichowafundisheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tuallimunahunna turuqa al-istiyat, mnawafundisha hawa wanyama hawa mbwa njia za kuwinda, wa kaifiyya tahsil as-sayd, na namna ya kumpata mnyama pori. Wa hadha juz'un, na hii ni sehemu mimma allamahu Allah lil-insan, ya kile ambacho Allah alichomfundisha mwanadamu. Mwenyezi Mungu miongoni mwa elimu alizompa mwanadamu kapewa uwezo wa kumfundisha mbwa namna ya kuwinda. Na ndio maana hata majeshi, askari wanakuwa na mbwa ambao wanajua kama huu mfuko una bomu, mfuko huu si una madawa ya kulevya, huyu bwana ana mabomu kala madawa ya kulevya. Hizi elimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitoa, kawapa waja wake kuwafundisha wanyama, na wanyama hao wakawa wanataaluma hii. Wapo mbwa vyeo vyao vimewazidi hata wanadamu, kwa sababu tu taaluma waliopewa. Kuna mbwa na mita 3, mita 4, kwa sababu ana uwezo wa kugundua matatizo na kusababisha usalama wa watu walio wengi kwa sababu ya hii elimu. Kwa hapa tunafunzwa pia umuhimu wa elimu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Kwa nini tumeruhusiwa kula mnyama aliyekamatwa na mbwa aliyepata mafunzo? Tumeruhusiwa sio kwa sababu ya ule mbwa, tumeruhusiwa kwa sababu ni mbwa aliyekuwa na taaluma. Kwa maelezo haya yanayotueleza kwamba elimu ni kitu muhimu, kinampambanua na kumtofautisha kati ya mwenye. Basi kuleni mimma amsakna alaikum, kutoka katika sehemu ya yule mnyama aliyewakamatieni. Aifakulu mimma amsakna lakum, basi kuleni kutoka katika kile walichowakamatieni, minasaidi, miongoni mwa mnyama pori, lakini kwa sharti idha lam taakulu minhu, ikiwa huyu mbwa hakumla huyu mnyama pori. Kama mbwa alimkamata akala mwenyewe, ukafika pale ukakuta sehemu ya minofu ya mnyama kashashambuliwa na mbwa huyo ni haramu kula, kwa sababu huyo hakumkamata kwa ajili yenu, kajikamatia mwenyewe. Lakini kama amemkamata akambana vizuri mpaka unafika pale unamkuta, na huyu maana yake amemkamata kwa ajili yako, sheria inaruhusu kumle mnyama huyo. Lakini kama mnyama kakamatwa na mbwa, ukifika pale tayari anaendelea kumshambulia na kumla, maana yake mnyama huyo ni haramu, kwa sababu mbwa huyo hakumkamata ila kajikamatia yeye mwenyewe. Ndio maana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kusema
fakulu mimma amsakna alaykum, kuleni kutoka katika yule ambaye aliyewakamatieni. Amsakna alaykum, maana yake hawa mbwa au huyu mbwa amewakamatieni huyu mnyama. Na ndio maana Sheikh akasema idha lam taakul minhu, ikiwa mbwa huyo hakumla huyo mnyama. Fa in akalat, lakini kama mbwa huyo atamla mnyama huyo, fala yahillu akluhu, si halali kumla. Kiwa mtu mbwa ametumwa kamata, akamkimbiza mnyama, akamkamata, akaanza kumla yeye mwenyewe, basi mnyama huyo itakuwa ni haramu kuliwa. Na hii ni kufuatia hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema idha arsalta kalbaka almuallam, utakapomtuma mbwa wako mwenye kufundishwa. Idha arsalta kalbaka almuallama, utakapomtuma mbwa wako aliyepata mafunzo, kamata, shika yule. Fakatala, akamuua, ukafika pale ukamkuta mnyama kashamuua, Mtume anasema fakula, kula mnyama huyo. Madama amemuua kakaa pembeni na kusubiri, maana yake huyo hakukamatia wewe, kula mnyama huyo. Wa idha akala, lakini kama mbwa huyo atamla huyo mnyama, fala taakul, usimle mnyama huyo. Fa innama amsakahu ala nafsihi, kwa sababu huyu mbwa, huyu mnyama amejikamatia yeye mwenyewe. Sasa utajuaje kwamba huyu mbwa amepata mafunzo? Kwa sababu tumesema mbwa huyu, ili turuhusiwe kula mnyama atakayemuwinda, awe yakul minhu, asimle mnyama huyo. Wa ayadhkura isma Allahi inda irsalihi, na pale anapomtuma kamata, alitaje jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ili mnyama huyu aweze kuliwa, huyu mbwa anapotumwa, shika, kimbiza, na jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala litajwe. Sasa yakikamilika masharti haya manne, maana yake mnyama atakayepatikana hapo itakuwa ni halali kuliwa. Sharti la kwanza, akitumwa mbwa akubali. Sharti la pili, akiambiwa acha, aache. Sharti la tatu, asimle yeye mwenyewe. Na sharti la nne, litaje jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati anaambiwa kamata. Yakishakamilika masharti hayo manne, anasema fahadhihi arba'u shurut, haya ni masharti manne lisihhati al-akli, yanayoruhusu kula min saidi al-kalbi al-muallam, kutoka kwa mnyama aliyewindwa na mbwa aliyefundishwa. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fakulu mimma amsakna alaykum, kuleni kutoka katika yule mnyama mliyekamatiwa. Wadhkuru isma Allahi alayhi, na litajeni jina la Mwenyezi Mungu juu ya huyo mnyama. Litajeni jina la Mwenyezi Mungu alayhi, kwa maana inda irsalihi, pale mnapomtuma huyo mbwa kukamata, litajeni jina la Allah. Bismillah kamata, bismillah kimbiza, bismillah shika yule. Hii ina maana kwamba kule tulisema katika uchinjaji ni lazima litaje, ni sunna na ni vyema likatajwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ni mnyama ambaye yuko katika milki mwanadamu, anaweza kumkamata na kumchinja. Hapa kuna mtuma mbwa, na mbwa katika purukushaji ya kukamata huyo mnyama, inawezekana tukafika kule tukakuta mnyama ameshakufa. Sasa basi tulitumia jina la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ina maana mbwa huyu anatumika akiwa kama ni sehemu ya silaha ya huyo mnyama, kama vile tunatumia kisu kumchinja mbuzi, kondoo. Hapa anatumika mbwa kwenda kumkamata mnyama huyo, na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wadhkuru
isma Allahi alayhi inda irsalihi, na litajeni jina la Allah wakati wa kumtuma huyo mbwa. Wattaqullah, na muogopeni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha, na mcheni Allah. Inna Allaha sari'ul hisab, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwepesi wa kuhesabu. Ibara hii nimalizikia hivi kwa sababu inawezekana kuwalipa waja wake. Fa innahu, hakika Allah sari'ul mujaza, Mwenyezi Mungu ni mharaka wa kulipa lilibadi, kwa waja wake. Allah anaendelea kusema al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, leo mmehalalishiwa vilivyokuwa vizuri. Al-yawm, tokea leo, uhilla lakum at-tayyibat ay ubiha lakum al-mustaladhat, mmehalalishiwa vyenye ladha, min adh-dhabaih, miongoni mwa vichinjwa, wa ghairiha, na vyakula vingine visivyokuwa vichinjwa. Al-yawma, leo, tokea leo, kuanzia leo, zote tafsiri zinakubali. Uhilla lakum at-tayyibatu, mmehalalishiwa vilivyokuwa halali. Kwanza, lakini lingine, wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, na vyakula vya wale ambao waliopewa kitabu ni halali kwenu. Jana tuligusia, tulisema kwamba chakula kilichokusudiwa katika aya hii, wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, kwa maana vichinjwa vyao, vichinjwa vya Mayahudi na Wakristo ni halali kwenu Waislamu. Neno ta'am, watu wa balagha wanasema atlaqa al-'am wa arada bihi al-khas. Mwenyezi Mungu ametumia 'am, at-ta'am inakusanya kila aina ya vyakula, lakini alichokusudia Allah hapa ni khas, ni chakula maalum, wa huwa dhabaih, na kilichokusudiwa hapa ni vile vichinjwa. Mkristo kama atachinja mnyama ni halali Waislamu kula mnyama huyo. Yahudi kama atachinja mnyama ni halali Muislamu kula mnyama huyo. Ndiyo maana ya kusema wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, na vyakula vya wale ambao waliopewa kitabu. Na utul kitab maana yake al-yahudu wa nasara, Wakristo, Manasara na Wayahudi. Vichinjwa vyao vile watakavyovichija hillun lakum, ni halali kwenu. Mwanachuoni mmoja anaitwa Atha ibn Abi Rabah, yeye anasema hata kama huyo Myahudi na Mnasara wakati wa kuchinja anasema bismil masih, chinjo la wale waliopewa kitabu, kwa maana chinjo la Myahudi, chinjo la Mnasara, hillun lakum, ni halali kwenu nyinyi. Dhabaihul yahudi wan nasara, vichinjwa vya Yahudi na Manasara halalun lakum, ni halali kwenu nyinyi. Wa ta'amukum hillun lahum, na vichinjwa vyenu ni halali kwao. Sasa asiyekuwa Muislamu, Kristo, akakuita bwana, nichinjie mbuzi wangu, nenda kamchinjie, na hapo atakuwa anajitia mashaka yeye mwenyewe, kwa sababu katika maisha yetu haya tunaamiliana na watu hao. Wakati mwingine anaona nikichinja mimi Waislamu hawatakula. Sasa akakuita bwana, njoo nichinjie jirani yangu, njoo nichinjie mbuzi wangu, kamchinjie, kwa sababu sheria imeruhusu chakula chao sisi kula na sisi chakula chetu wao kula. Ta'amuhum hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum, chakula chao ni halali kwenu, kwa maana wanachokichinja kwenu nyinyi halali, na nyinyi mkichinja kwao ni halali kula. Ndio maana Allah anasema wa ta'amukum hillun lahum ay dhaba'ihukum halalun lahum,
nyama lakini anayeuza pale si Muislamu, unaruhusiwa kwenda kununua. Sawa sawa amechinja yeye au amechinja mtu mwingine asiyekuwa yeye. Kwa hiyo Qur'ani imetuweka wazi kwamba chinjo la asiyekuwa Muislamu, kwa maana Yahudi au Nasara, chinjo lake ni halali. Allah anaendelea kusema wal muhsanatu minal mu'minat, na mmehalalishiwa wal muhsanat, na mmehalalishiwa wanawake wenye kujitunza, minal mu'minati, katika waumini, aliwabiha lakum ayyuhal mu'minun, na mmehalalishiwa enyi waumini, zawadul harairi, kuwaoa wanawake kujitunza na zinaa, minal mu'minati, katika waumini. Neno mu'minati hapo maana katika Waislamu, wanawake waungwana wenye kujitunza Waislamu. Kwa hiyo hapo kuna vigezo vitatu ambavyo mmoja anatakiwa avizingatie. Kwanza, awe muungwana; pili, awe mwenye kujitunza; tatu, awe muumini. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum, na mnaruhusiwa kuwaoa wanawake wa wale waliopewa kitabu waliopita kabla yenu. Aya inataka kusema unaruhusiwa Muislamu kuoa mwanamke Myahudi, unaruhusiwa Muislamu kuoa mwanamke Mnaswara, tena akiwa katika dini yako. Hii ni kutaka kuonesha kwamba mwanamke wa Kiislamu anaweza akaolewa na mwanamke wa Kikristo haram. Sheria imeruhusu mwanamume wa Kiislamu anaweza kumwoa mwanamke wa Kiyahudi na Kinasara, lakini sio mwanamke wa Kiislamu kuolewa na mwanamume Mnasara. Ibara tuielewe vizuri. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba, na mmeruhusiwa wanamume waumini kuwaoa wanawake waungwana wa wale waliopewa kitabu, min qablikum, kabla yenu nyinyi. Na ukisikia ahlul kitab maana yake ni alyahudu wan nasara, ai kwa maana zawadul harairi, kuwaoa wanawake waungwana, minal kitabiyati, katika wale waliopewa vitabu, wanawake wa Kiyahudi, wanawake wa Kinasara. Sasa neno minal kitabiyati maana yake yahudiyati au nasraniyati, sawa sawa walikuwa wanawake wa Kiyahudi au wanawake wa Kinasara. Na kusema kwamba sheria inaruhusu mwanamume wa Kiislamu kumuoa mwanamke wa Kinasara, mwanamke wa Kristo, hadha ra'yul jumhur. Hii ndio rai na maoni ya wanachuoni walio wengi. Waqala Ata ibn Abi Rabah amesema, qad akthara Allahu almuslimat, hivi sasa Mwenyezi Mungu wanawake Waislamu kawafanya wengi. Wa innama rakhasa lahum yawmaidin, Allah aliwaruhusu wanamume kuoa. Kwa hiyo Allah anasema wal muhsanatu minal ladhina utul kitab, na mnaruhusiwa kuwaoa wanawake wenye kujitunza waungwana wa wale ambao waliopewa Taurati na Injili, idha ataitumuhunna ujurahunna, kwa sharti pale mtakapokuwa mmewapa mahari zao. Idha ataitumuhunna, pale mtakapowapa hao wanawake ujurahunna, mahari zao. Idha dafa'tum lahunna, pale mtakapowakabidhi hao wanawake muhurahunna, mahari zao. Muhsinin ghayra musafihin, muhsinina, hali ya kujitunza, ghayra musafihin,
nikahi, kwa hiyo ndoa, ghaira mujahilina bizina, basi na kudhihirisha zina. Kwa maana sio mmewachukua hao wanawake mmewaweka kinyumba, muhsinin, hali ya kujitunza kwa kupitia ndoa. Wala mutakhidhi akhdani, na basi na kuwaweka vibada, bila ya kuwaweka vibada. Wala mutakhidhi akhdan, ay ghaira mutakhidhina ashiqatin wa sadiqatin, basi na kuwaweka kuwa ni wapenzi na marafiki. Ndio vibada, ni nyumba, ni padogo. Tunasema hairuhusiwi nyumba ndogo, inaruhusiwa kuwaoa. Waman yakfur bil iman, na yeyote yule atakayekufuru baada ya imani. Waman yakfur bil iman, na yeyote yule atakayeritaji na akaacha imani yake, kwa maana yakfur. Waman yakfur bil iman, na yeyote yule atakayekufuru kwa kuacha Uislamu, faqad habita amalu, matendo yake yameporomoka. Mtu akishakuwa ameritaji, amali zake zimeporomoka. Akiswali, swala haikubaliwi. Akifunga, funga haikubaliwi. Akitoa sadaka haikubaliwi. Ndio maana na huyo atakuwa ni katika watu walioangamia. Kwa hiyo kuacha Uislamu, kuritaji, jambo ambalo leo linaonekana kama vile kawaida. Mtu ana hiari, akitaka Uislamu anaingia katika Uislamu, akiamua kutoka anatoka. Ajue kwamba huyu mtu akifanya hayo anaiangamiza nafsi yake. Huyu anatofautiana na yule ambaye kazaliwa akiwa si Muislamu. Mwenyezi Mungu akimpa uongofu akaingia katika Uislamu, yale yote aliyoyafanya kabla ya Uislamu yanafutwa. Al-Islam yajibu ma qabla. Lakini mtu alikuwa muumini, alikuwa Muislamu, akaja akaritaji, akafa akiwa murtad, huyu ni katika watu walioangamia siku ya Kiyama. Ndio maana ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema, waman yakfur, na yoyote yule atakayekufuru bil iman, wa kuacha Uislamu, faqad habita amaluhu, hakika mtu huyo matendo yake yote yamebatilika, yameporomoka. Amali zake zote alizozifanya zimeporomoka. Wa huwa, na yeye fil akhirah min al-khasirin, atakuwa ni miongoni mwa watu wenye kupata hasara. Hii ina maana kwamba duniani anaweza akajihisi kafanikiwa janja na watu watamsifu, na duniani haonekani kwamba kapoteza, lakini wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hiyo usihangaike na mtu ambaye amemtadi akawa na neema duniani, akawa na mafanikio duniani. Duniani ana mafanikio makubwa, lakini akhira mtu huyo ana hasara zilizokuwa kubwa. Inshallah tusimame hapa ili tuje kuanza sasa